Kuna mwanamke yoyote huku duniani ambaye alishawahi kuzaa bila uchungu? Jibu ni ndio. Mwanamke yoyote wakati anajifungua ni lazima ajifungue kwa uchungu. Iwe ni kwa kupitia njia ya kawaida, uchungu utakuwepo wa kupata mtoto. Iwe mtoto amepitia njia nyingine, bado ule uchungu wa kupata mtoto utakuwepo, ingawa utapunguzwa kwa namna moja ama nyingine. Ni kwa sababu gani kila mwanamke ni lazima azae kwa uchungu, isipokuwa tu mmoja ambaye kwa kweli hakujifungua kwa uchungu? Kila aliyerithi dhambi ya asili ni lazima azae kwa uchungu. Dhambi ya asili kwa mujibu wa kitabu cha Mwanzo ni kosa la Adam na Eva kula tunda la mti wa mema na mabaya, na hivyo kupoteza urafiki na Mwenyezi Mungu. Tunasoma hivi katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3, uasi wa binadamu, kuanzia sura ya 3 aya ya 1 hadi ya 13. Baada ya hapo Mwenyezi Mungu akatoa adhabu. Alianza kutoa adhabu kwa nyoka, sura ya 3 aya ya 14. Alafu kisha akaweka adhabu kwa mwanamke, sura ya 3 mstari wa 15 hadi wa 16. Sasa adhabu aliyopewa mwanamke kwa mujibu wa kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya ya 16, kisha akamwambia mwanamke, nitakuzidishia uchungu wa kuzaa, kwa uchungu utazaa watoto. Utakuwa na hamu na mumeo, hata hivyo naye atakutawala. Neno la Mwenyezi Mungu. Kwa uchungu atazaa. Kumbe kabla ya Adam na Eva kwenda kinyume na matakwa ya Mwenyezi Mungu, wanawake walikuwa hawazai kwa uchungu. Hiyo ilikuwa haipo. Na idadi ya wanawake waliokuwepo inaonekana tu ni mmoja, hawakuwepo wengi. Sasa tuje kwa swali msingi. Ni mwanamke yupi huyo ambaye hakuzaa kwa uchungu? Ni Bikira Maria. Bikira Maria alizaliwa pasipo dhambi ya asili. Na ndiyo maana Mungu Roho Mtakatifu alishuka juu yake, na kwa sababu hiyo akawa mama wa mkombozi. Na ndiyo maana hata yeye mwenyewe alisema vizazi vyote wataniita mbarikiwa. Tukirejea katika Injili Luka sura ya 1 aya ya 26 hadi 28. Mnamo mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu aende kwenye mji uitwao Nazareti huko Galilaya, kwa msichana mmoja bikira aitwaye Maria, mchumba wa mtu mmoja jina lake Yosefu wa ukoo wa Daudi. Malaika akamwendea akamwambia, salamu ewe uliye neemeshwa na Mungu, Bwana yuko nawe. Huyo alikuwa amejaa neema tele, na hata yeye mwenyewe alirudia hilo katika utenzi wake wa kumsifu Mungu. Injili hii ya Luka sura ya 1 aya ya 48. Kwa kuwa amemwangalia kwa huruma mtumishi wake mnyenyekevu, hivyo tangu sasa watu wote wataniita mbarikiwa. Lakini mpaka Mwenyezi Mungu akubali kushuka kwa huyu mama ni kwa sababu alikuwa amejaa neema, hakuwa na dhambi ya asili. Sasa kwa vile hakurithi dhambi ya asili, yeye amekuwa bikira kabla ya kumzaa Yesu, bikira wakati wa kumzaa Yesu, na hata baada ya kumzaa Yesu, na ubikira wake haukuondolewa kwa kitu chochote kile. Na ndio maana tunasema Bikira Maria alimzaa Yesu pasipo uchungu. Hakuna uchungu. Angemzaa Yesu kwa uchungu kama tu angekuwa na dhambi ya asili, lakini tumeshaona kwamba alikuwa hana dhambi ya asili.